Kuna watu wanaongozwa katika biashara zao. Kuna watu wataongozwa katika familia zao. Kuna watu wataongozwa hata kwa watoto wao. Haijalishi kile ambacho kimefanyika, lakini malaika wa Bwana akikuongoza hatakosea njia. Malaika wa Bwana akikuongoza hakuna kukosea njia, kwa maana na kuonyesha the direct position, the direct way ya kupitia siku ya leo. Natangaza ya kwamba malaika wa Bwana akuonyeshe njia ya kupitia mwaka wa 2026. Mwaka wa 2026. Bwana waonyeshe njia. Malaika wa Bwana waongoze. Pengine tumekuwa tukijiongoza, ndipo Bwana akatoa ufunuo wa hii theme. Pengine umekuwa ukiona pesa zangu zinaweza nisaidia. Pengine umekuwa ukiona bidii inaweza nisaidia. Pengine umekuwa ukiona mahali yangu inaweza nisaidia. Lakini mwaka huu, kama vile Leta amesema, wachia Bwana yale ambayo imekulemea, magonjwa ambayo imekulemea. Achia Bwana katika jina la Yesu. Huyu jamaa alikuwa ameachiliwa. Watu wa kwao hawakuwa gerezani. Hata serikali haikuwa upande wake. Herode hakuwa upande wake. Hakuna mtu alikuwa upande wake. Naona mtu ambaye katika gereza ni mtu ambaye amewaachiliwa na hata anaanza kusahaulika. Lakini yule aliyesahaulika, wakati kanisa liliomba, maandiko inasema Bwana akatuma malaika. Nasema ya kwamba wale waliosahaulika Bwana watumanie mwaka wa 2026. Wale waliosahaulika katika familia zao, mwaka huu Bwana akuongoze. Mwaka huu Bwana akutangulie. Mwaka wa 2026. Kuna watu waliosahaulika, lakini mwaka huu ni mwaka wa kukumbukwa katika jina la Yesu. Mwaka huu ni mwaka wa kukumbukwa. Mimi naona kuna watu watatafutwa. Elda, waliosahaulika. Wewe ngoja. Ambia mwenzako, wewe ngoja utaona. Si walisema haiwezekani mzee kuokoka? Waambie mwaka huu ngoja. Si walisema watoto hawawezi badilika? Mwaka huu waambie ngoja. Katika hizo vifungo wanafunguliwa. Katika vifungo za ulevi, wanafunguliwa. Katika vifungo za magonjwa, waliofungwa na magonjwa, mwaka huu wanafunguliwa. Haijalishi gereza. Kuna gereza ilikuwa kali kama ya Herode, lakini Bwana alifanya maajabu. Yale haingewezekana na mwanadamu. Hakuna mwanadamu ambaye angekuwa na ushujaa wa kwenda kumtoa Petero, lakini yale wanadamu hawakuweza, Mungu aliweza. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Simu nisaidia wimbo huo. Mtu wa keyboard anisaidia wimbo huo. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Nasema yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana yale yamekushinda Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana magonjwa yaliyokushinda, nasema anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana familia iliyokushinda Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana nasema watoto waliokushinda Bwana
anaweza yale usiyoyaweza Bwana. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Nasema yale usiyoyaweza Bwana anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana ana. Magonjwa yaliyokushinda Bwana Yesu anaweza. Yale usiyoyaweza Bwana ana. Nasema magonjwa yaliyokushinda Bwana anaweza. Yale nasema nasema Bwana anaweza. Bwana nasema Bwana anaweza. Bwana anaweza. Yale yasiyowezekana hakika ya kwamba Bwana anaweza kwa jina la Yesu. Na hiyo ndio itakuwa declaration ya siku ya leo. Yaliyokushinda miaka iliyopita, natangaza katika mwaka huu, yote yaliyokuremea, yote yaliyoshindikana, natangaza kwa jina la Yesu. Yawezekana ni magonjwa imemeza pesa katika familia zenu, lakini inashindikana. Natangaza mwaka wa 2026 kwa jina la Yesu, hiyo magonjwa inawezekana kwa jina la Yesu. Hiyo mashida inayogombea familia yenu, natangaza mwaka huu yote inawezekana kwa jina la Yesu Kristo. Nisome neno la mwisho kisha tuingie katika declaration kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, 2 King chapter number 7. 2 King chapter number 7. 2 King chapter number 7 and verse 3. 2 King chapter number 7 and verse 3. 2 King 7 and verse 3. Maandiko inasema ya kwamba 4 men who were suffering from a dread skin disease were outside the gate of Samaria, and they say to each other, why should we wait here until we die? It is no use going into the city, because we would starve to death in there. But if we stay here, well, we die also. So let us go to the Syria camp. The worst they can do is to kill us, but maybe they will spare our life. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili sitaki kuingia kwa undani, lakini tunalifahamu. Hii ni baada ya ugonjwa wa ukoma ama ugonjwa wa ngozi iliyotokea, na watu wangepata ugonjwa wa ngozi walikuwa wanatupwa nje ya jiji, na wanatupwa kule waangamie na wasaurike. Na hata baada ya kuwekwa katika nje ya jiji, maandiko inasema ilikuwa ni kama msimu ule tulikuwa nao wa COVID-19, ilikuwa unawekwa katika quarantine. Ugonjwa huu ungepokea, haungekaa katika ndani ya jiji lile ama ile ndani ya kambi ya Syria. Maandiko inasema baada ya kugonjeka, walikuwa wanaondolewa, wanaseparatiwa ili waangamie. Lakini nafurahia sana hawa watu wanne. Siniyetia vijana wanne. Nyinyi vijana wanne kujeni hapa. Wewe niitie vijana watatu wakuje pale. Wakuje hapa haraka tumalize tuombe. Si wakuje youth. Wewe no Kinyamugero, kujeni. Sasa kujeni hapa juu. Tunataka tuhubiri tukiwa wote. Wafalme wa Pili 7 mstari wa 3, maandiko inasema hivi: basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe?
tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi haituishi, wakituua tutakufa tu. Watu 4 walikuwa na ugonjwa ya ukoma. Watu 4, wanaume 4. Hawa wanaume rudada mwikareta nyimundu inama ngotia wikarita mena hinya muke kama watu wako na ukoma. Unajua mtu ambaye ako na ukoma sikae vizuri. Mtu ambaye ako na ukoma ni mtu ambaye kama ni kidole kilikuwa kinakatika, kama ni makwapa inapata vidonda ili mkono ukatike. Sasa hawa ni watu ambao hawangekaa starehe hata baada ya kutupwa nje. Nataka tusikute, hata baada ya kutupwa nje wakasemezana, kuja pande hii, kuja hapa. Wakasemezana, iko haja gani tukae hapa tukufe? Wakasikizana, tufanye hivi, tukikaa hapa kuna njaa tutakufia hapa, na tukienda kule kama watatuangamiza ni sawa, lakini hatutakaa hapa. Wakasikizana. Amkeni. Bwana asifiwe sana. Ambia mwenzako kusikizana. Mwaka huu mkitaka iwezekane tusikizane. Watu 4 ambao hawakuwa na uwezo wakasikizana. Haingewezekana mtu mmoja akiwa mgonjwa aende akiwa peke yake, lakini wakasikizana wote 4. Mimi naona ni kama hata walikuwa wanasaidiana, kwa sababu mwingine alikuwa na shida ya mguu, mwingine ni shida ya mkono, mwingine hata pengine ni sikio. Wakaenda na udhaifu, inua mguu. Wakiinua mguu kwa sababu ya uchungu, wanaachilia mguu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mguu ilikuwa na maumivu, no kuirekereria, wanakelea mguu. Maandiko inasema jeshi la Washamu likasikia ni kama limetumiwa jeshi, kwa sababu walipochukua hatua baada ya kusikizana, yale haingewezekana ikawezekana. Nataka kusema ya kwamba kanisani, yale isiyowezekana tukisikizana, tuchukue hatua, hata kama tutachechemea, Bwana atatuongeza sauti. Hata kama tutaenda kwa ukongwe, Bwana atatuongeza sauti. Hawa watu 4 waliokuwa na ukoma, Ngai yake mongerera mururumo. Ndirahoya atiriri, thiini wa family yanyu sauti iongezeke, ni kugia mururumo mweru thiini wa rĩtwa rĩa Jesu. Sauti iongezeke. Hawa walikuwa wanainua mguu, wanaachilia, Bwana akaongeza sauti kwa miguu yao. Ninaomba ya kwamba siku ya leo Bwana ongeze sauti. Hata kama mtaenda polepole, lazima mtaondokewa na wale maadui waliowafukuza. Lazima mtaondokewa, mtaingia kule ambako mliweza kufukuzwa. Inawezekana ni kwa kazi ulifukuzwa, ingia sasa, ingia sasa. Kule walikuondoa, kama ni nafasi yako, rudi tena. Hata kama utatetemea, rudi tena kwa hiyo ndoa, rudi tena kwa hiyo familia, rudi tena kwa hiyo afya yako, rudi tena, rudi tena, rudi tena. Hata kama utatetemea, sitaki kujua walitufukuza lini, lakini tumesikizana, tumesikizana, tumesikizana. Hata kama walitufukuza, ni heri turudi, watuangamize, lakini hatutakaa mahara pamoja tuangamie. Dauga terere tutigokwera thĩna-inĩ, lazima tusonge. Ninasema ya kwamba hatutakufia katika ugonjwa wa pressure. Hapana, hapa daktari alituweka, lazima niondoke, lazima niondoke, lazima niondoke, lazima niondoke kwa hii pressure.
lazima niondoke kwa hii depression, lazima niondoke kwa hii kansa, lazima niondoke walikoniweka. Sitakufia pale, sitakufia pale, sitakufia pale. Pale familia iliniweka, ile darasa na kiwango waliniweka, hata huo wakufanyie hesabu. Hata wakienda family gathering wakufanyie hesabu. Utakapoingia hesabu inaanza, hesabu inaanza kwa hizo familia, hesabu inaanza kwa jina la Yesu. Walisikizana, waliposikia wakasikia ni jeshi kubwa. Mimi naomba ya kwamba mwaka huu utakapoomba, jeshi kubwa litasikikana kwa hiyo familia, jeshi kubwa litasikikana. Kuna ile baraka yenda nilisema mimi ninahitaji watu wabarikiwe nayo. Sijui kama ndio ushasikia baraka ambayo mtu anaanza kutaja kwako kabla hajataja kwangu. Nikimwambia ninaenda hivi, mpaka najitanisha na kwako kabla nijitanishe na kwetu. Unaenda wapi? Naona gakorofa karia kwetu ni hapo chini. Naanza kutaja gakorofa. Hiyo gakorofa ni nani? Naona kuna mdaktari, naona huyu daktari, na hapo kwa daktari kwangu, na hapo chini makabila ya koweta waku. Naomba hizo baraka 2026 kabla wajataja baraka zao, waanze wataje zako. Inawezekana, inawezekana. Mugoti ida unani muhonire mago. Bwana asifiwe sana. Inawezekana. Mwambie mwenzako, mimi inawezekana kwa kama wewe uamini yangu inawezekana. Mwambie mimi inawezekana. Mwambie mimi inawezekana. Mururumo mweru ile mururumo, sauti ile Bwana anatuongeza mwaka huu. Si ya kawaida. Kama unaachwa nyuma, mimi Yogutu sitaachwa nyuma. Ile sauti Bwana anaongeza lazima lisikike mahali. Na tuanzie mwaka huu. Hata mtoto akikukasirisha, elder, mtoto akikukasirisha, hapana ite ng'ombe, unamwangalia hivyo unamwambia you brother daktari, you brother professor daktari, you brother engineer. Badilisha maneno mwaka huu. Rabi evuati ya itini eno. Rabi ya itini ya yune bie evuati hapa wewe. You brother daktari, wacha mchezo. Tabiria yeye, tabiria inawezekana. 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 Elda